Okay, anasema eti Dr. Kuboja, mwanamke akifika kileleni, baadhi ya wanawake hutoa maji mengi ukeni. Yale maji hutokea kwenye tundu la mkojo au ukeni kabisa? Okay, huyu ameuliza kwamba yale maji huwa yanatoka ukeni ama katika tundu la mkojo. Kwa nia hasa kwamba anataka aweze kujua, lakini pia mimi nataka niweze kukufundisha kitu ambacho wengi hatujakifuatilia katika sayansi, na kuna uwezekano mkubwa wengi hatuelewi vitu. Lakini pia kuna muda hata mwanamke ambaye anaweza akawa ananitazama hapa, yeye mwenyewe haujui mwili wake na hajui mwili wake unafanya kazi vipi. Lakini iko hivi, kisayansi mwanamke ana matundu yasiyopungua manne. Naomba nirudie. Kisayansi mwanamke ana matundu yasiyopungua manne. Sasa kuna mtu anaweza akashtuka kwamba dokta, hii imekaaje? Matundu manne kivipi? So tundu la kwanza kabisa ni tundu ambalo wote tunalifahamu, ambalo ni uke. Tundu hili ni tundu ambalo linahusika kuweza kuingiliana ama mwingiliano baina ya uume na uke au kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia ni tundu ambalo pia mtoto pia anatoka. Lakini pia tundu la pili ni tundu la mkojo. Sasa hilo ambalo mwanamke anapokwenda kujisaidia, wengi ndio wanaliona. Sasa mwanamke anapokwenda kujisaidia, wengi ndio wanaona kwamba mkojo unatoka. Hiyo nyingine inajitegemea kivyake. Sasa swali letu kwa huyu mdau wetu ni kwamba yeye anataka kujua yale majimaji yanatoka kwenye uke ama kwenye tundu la mkojo. Hebu tuendelee kujifunza. Tumesema tundu la kwanza ni tundu la uke, lakini pia tundu la pili ni tundu la mkojo ambapo mkojo penyewe unapita. Lakini tundu la tatu na la nne, kitaalamu haya matundu tunayaita tezi gland ama tezi za gland. Hii ni Kiswahili. Lakini tundu hasa la tatu kitaalamu linaitwa skin gland. Tundu la tatu kitaalamu linaitwa skin gland. Hili ni tundu ambalo lipo karibu kabisa na njia ya mkojo. Hili ni tundu ambalo lipo kabisa karibu na njia ya mkojo. Lakini pia hili ni tundu ambalo ndilo ambalo huwa linahusika kuweza kurusha. Kwa unapokuwa unashiriki tendo, mwanamke anarusha maji. Lakini pia wale wanawake ambao wanaokuwa sexually aroused, anatoa maji kwa wingi sana unapokuwa tu unamwandaa. Hili tundu ambalo lipo karibu kabisa na ile tundu la mkojo huwa ndio kazi yake. Sasa hapa ndipo ambapo kuna baadhi ya wanawake huwa wanachanganya. Anapokuwa anashiriki tendo la ndoa, anasikia raha kiwango cha juu, anahisi anataka kutoa mkojo, anazuia. Kumbe anapozuia anazuia utamu pasipo mwenyewe kujua. Ni moja ya vitu ambavyo wanawake wengi hawavijui. Lakini hii ni pale tunapokuwa unashiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo pale unapokuwa unashiriki tendo la ndoa, usizuie mkojo. Unapofeel kama vile unataka kutoa mkojo hauwezi ukatoka. It's like mwanaume unapokuwa umeingiza uume ukeni, hauwezi ukakojoa ndani ya uke hata siku moja. Hapa ndipo utaona kwamba Mungu wa mbinguni ana ujuzi wa hali ya juu. Yaani mwanaume ambaye atakayefanikiwa kukojoa ndani ya uke mkojo wa kawaida, aje nimpe shilingi 10,000 hapa au nimpe shilingi 100,000. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hiyo ni scientific. Yaani ukishaingiza uume ukeni, automatically kuna baadhi ya nervous system zako zinabadilika na mfumo wa mwili wako unabadilika, ule uwezo wa kuweza kutoa mkojo wa kawaida unapotea. Na paka uweze kumaliza tendo na uweze kuchomoa uume, ndipo utaweza kwenda kukojoa mkojo wa kawaida. Vivyo hivyo na kwa mwanamke na yeye pia. Kwa kuna baadhi ya wanawake huwa wanajinyima utamu ama huwa wanakatisha utamu pasipo wenyewe kujua. Kwa unapokuwa unashiriki tendo ndoa, ukisikia kwamba unataka kukojoa, kojoa tena, kojoa kwa spidi zaidi. Ikiwezekana jiachie, maana ule sio mkojo bali yale ni maji ambayo yanatoka katika hii skin gland ama tezi gland. Na tundu la mwisho kitaalamu tunaita Bartholin gland, ambalo ni tundu sasa linafikisha idadi ya matundu manne.
Hii inaitwa Bartholin gland. Bartholin gland hii ni grandi ambayo inahusika kuweza kutoa uteute. Kuna baadhi ya wanaume sasa hapa ndio wanachanganya, wanasema huyu mwanamke anaonekana hajashiriki muda mrefu tendo, nimekuta ana uteute mwingi sana. No, yani hili tundu ambalo ni Bartholin gland kazi yake ni kuweza kutoa uteute. Sasa changamoto inakuja ni kwamba kuna baadhi ya mwanamke hatoi uteute, hatoi majimaji. Hii sasa tunaita ndio shida ya hormone imbalance. Maana yake hizi glands zimeharibiwa mfumo wake mzima wa mwili, na mwisho wa siku zinashindwa kuweza kutoa reaction. Mwanamke hata aangaliwe vipi, hata afanyiwe nini, hawezi akapata haya majimaji ukeni. Nakumbuka once nilikuwa namwandaa dada mmoja. Dada huyu uke unatoa kabisa ule uteute ambao ni mweupe ambao unaovutika. Unaona kabisa unatoka. Lakini nakumbuka by that time sikuwa na maarifa haya, sikuwa na elimu hii ya kutosha. Lakini I remember very well, ni vitu ambavyo nimewahi kuvishuhudia kwa mwanaume yule ambaye ni mbunifu, anajua kucheza vizuri na mwili wa mwanamke, lakini pia anajua vizuri jinsi ya kushughulika na hilo eneo vizuri. Unaweza ukavishuhudia vitu vizuri kabisa. Maji yanatoka kivyake, lakini pia uteute pia unatoka kivyake. Kwa mwanamke ana matundu manne. Lakini back to the question ambayo anauliza huyu kwamba je, majimaji yanatoka kwenye tundu la mkojo au kwenye ute? Majimaji yanatoka katika tezi ya gland ama skin gland. Kwa hiyo I hope nitakuwa nimekujibu vizuri swali lako. Kama unapata changamoto ya kuweza kumwandaa mwenza wako, mke wako, na hujui jinsi ya kuweza kumwandaa, hujawahi kuona vitu kama hivi, nina video maalum zitakazo kusaidia kujifunza kuweza kupata utamu wote. Video hizi nakutumia kwa njia ya WhatsApp. Ni video ambazo ndani yake nimeweka audio, sauti yangu ambazo nakuelekeza hatua kwa hatua. Nina video ya mwanaume ambaye, hii tunaita sex education. Video ya mwanaume ambaye anashughulika na uke wa mwanamke hatua kwa hatua. Kuna vitu anavifanya pale. Kuna muda uteute unatoka. Kuna muda majimaji yanaluka kabisa hivi. Hapo hajaingiza kabisa muda. Hizi video gharama yake ni shilingi 15,000. Naomba nirudie. Hizi video gharama yake ni shilingi 15,000. Naomba unitafute, nitakupatia hizi video. Niambie daktari, nimeona video yako, nataka kujifunza jinsi ya kuweza kumwandaa mwenza wangu. Mimi sijui, sijawahi kuona mwanamke anatoa majimaji, sijawahi kuona mwanamke anatoa uteute wa kutosha. Nitakutumia. Gharama yake ni shilingi 15,000. Njoo WhatsApp unipe maelekezo, nitakupa namba ya malipo, then utalipia. Chukua namba ya simu hii hapa 0765493645 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki. Bye bye.